Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Yes, karibu sana mwanamichezo popote pale ambapo sasa hivi unatutegea sikio na kututazama kupitia Kasako Media. Kubwa zaidi tunakwenda kuangalia michuano ya AFCON ambayo inaendelea kule nchini Morocco. Mambo mbalimbali yameendelea kuibuka, sintofahamu mbalimbali zimeendelea kuibuka kunako AFCON 2025. Na kubwa zaidi tutakwenda kuangalia mabadiliko ya waamuzi ama mwamuzi wa kati ambaye alitakiwa kuchezesha mchezo wa robo finali kati ya wenyeji timu ya taifa ya Morocco dhidi ya Cameroon. Imekuwa ni taarifa kubwa na watu wameenda mbali zaidi na kusema kwamba huenda kile ambacho kinazungumzwa kwamba timu ya taifa ya Morocco ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa ikipewa kipaumbele zaidi kwenye kufanya maamuzi kunako shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, maana ya CAF. Yes, kwa maana ya CAF. Ikumbukwe katika mchezo ama mwamuzi ambaye alipangiwa kuchezesha mchezo kati ya wenyeji Morocco dhidi ya Cameroon alikuwa ni raia kutoka nchini Misri na sio mwingine ni Amin Omar, ambaye ni mwamuzi ambaye ukija hapa nchini Tanzania anakumbukwa aliwahi kuja kuchezesha mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao kulikuwa na sintofahamu nyingi msimu uliomalizika, ili hatuchezi. Yes, alikuja na jopo lake kutoka nchini Misri na akaja kuchezesha mchezo ule, na mchezo ambao Young Africans pia aliendelea kuibuka na ushindi wa goli 2. Yes, kwa hiyo ni taarifa ambayo imeonekana kuwashtusha watu wengi, huku mwamuzi ambaye amepewa kibali sasa rasmi kwenda kuchezesha mchezo huo sio mwingine ni Dahane Baide. Ni miongoni mwa waamuzi ambao ukija hapa tena nchini Tanzania anakumbukwa kwa namna moja ama nyingine. Ukiwauliza mashabiki wa Simba watamkumbuka katika mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Yes, lakini pia ukienda kwenye kikosi cha Dar es Salaam Young Africans, wao watamkumbuka katika mchezo wa hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo wa pili baada ya mchezo wa kwanza kucheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kumalizika kwa suruhu ya bila kufungana kati ya Mamelodi Sundowns ama kati ya Young Africans dhidi ya Mamelodi Sundowns. Wakaenda kule nchini South Africa, kijiti hiko akapewa Baida kwenda kuchezesha mchezo huo, na mchezo ambao sintofahamu kubwa iliyotokea ni goli la kiungo mshambuliaji kwa sasa na kitumikia kikosi cha Wydad Athletic Club kwa baada ya Wydad Casablanca ya pale nchini Morocco. Sio mwingine ni Stefan Aziki, alipiga mkwaju mkali, ikaenda ekala, wanasema nginja, ile crossbar ama mtambawa panya, ikaenda ikadundia ndani, mwamuzi hakashindwa kuamua, na baadaye Young Africans wakaenda wakatolewa katika mikwaju ya penalty. Kwa hiyo ni mwamuzi huyo raia wa Mauritania ndio amepewa kijiti rasmi kwenda kuchezesha mchezo huo wa robo finali kati ya wenyeji Morocco dhidi ya Cameroon. Na ikumbukwe miongoni mwa AFCON ambayo imekuwa na shutuma nyingi ni AFCON hii ni mara baada ya mchezo ambao uliwakutanisha kikosi cha timu ya taifa ya Morocco pamoja na Tanzania, namna ambavyo mwamuzi Traore alivyochezesha ule mchezo wa 16 bora. Watu wengi walizungumza kwamba huenda Morocco kuna namna ambavyo anatengenezewa mazingira kuendelea kusalia zaidi katika AFCON hii paka mwishoni kabisa. Hii kutokana na sababu ambazo kimsingi zinaweza zisio za msingi, lakini ni sababu ambazo zipo, kwa maana ukija katika issue nzima ya kibiashara, mfano leo hii kama endapo Morocco wanaweza wakatolewa katika AFCON, dhahiri shahiri kuna uwezekano mkubwa michuano hii ikakosa ile ladha na testi halisi. Kwa hiyo watu pia wanajaribu kuzungumza hayo, huenda Morocco kuna namna ambavyo anajaribu kuweka katika nafasi nzuri ili kuhakikisha anaendelea kusalia katika michuano hii kabisa mikubwa kwa ngazi ya timu za taifa barani
Afrika. Lakini ukiacha hivyo, kumbukwe aliwahi kuwa mwalimu wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Aliwahi kunukuliwa moja kati ya mahojiano alisema, na ilimpelekea adhabu pia kuzungumza kwamba taifa la Morocco ni taifa kubwa, lakini pia linapata backup kubwa kutoka shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, kwa maana ya CAF. Wenyewe wamekuwa wakipendelea zaidi taifa hilo, wamekuwa na maamuzi ya moja kwa moja kutoka kwenye shirikisho. Just imagine walijaribu kugomea na kuandika barua rasmi ya kumkataa muamuzi Omar, na rasmi shirikisho limeweza kubadilisha. Haya ni maneno ya Amrouche aliwahi kuzungumza miaka ya nyuma kidogo, kusema kwamba Morocco ni miongoni mwa taifa ambalo na ushawishi mkubwa. Lakini pia ukiacha hivyo, nikijaribu tu kurudisha nyuma, Simba pia waliwahi kukutana hiyo sintofahamu mchezo wao ambao wa fainali ya pili ambao ulipaswa kucheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Taarifa zilianza kutolewa nchini Morocco na baadhi ya viongozi wa kikosi cha RS Berkane wenyewe walianza kutoa taarifa kwamba mchezo wao dhidi ya Simba hautachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na badala yake utaenda kuchezwa katika uwanja wa New Amani Complex kule visiwani Zanzibar. Kwa hiyo kama habari njema, na watu wamezungumza kwamba wenda kuna namna ambavyo Morocco wanaweza kuregeza nati kunako shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika. Ukiacha hivyo, timu ya taifa ya Nigeria ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa na visanga vya hapa na pale kunako AFCON hii ya 2025. Kisanga cha kwanza kilianza tu pale ambapo mshambuliaji wa kati kwa maana ya Victor Osimhen dhidi ya kiungo mshambuliaji Ademola Lookman kupata sintofahamu, ugomvi wa hapa na pale, lakini ukaonekana kama kusuruhisha ama usuruhisho ulipatikana. Mara baada ya sintofahamu hiyo, ikaibuka pia sintofahamu nyingine siku ya juzi ya kwamba timu ya taifa ya Nigeria kwa maana ya Super Eagles wenda wakagomea mchezo wao wa robo finali ambao unatarajiwa kucheza siku ya kesho dhidi ya Algeria kutokana na kutopewa bonus zao za AFCON tokea msimu huu umeanza wa mashindano. Hivyo wachezaji wameonyesha hisia zao, benchi la ufundi na watendaji wote wakuu ambao wako na kikosi pale nchini Morocco ya wenda wakagomea mchezo wao dhidi ya timu ya taifa ya Algeria, na wenyewe walizungumza mpaka kufikia siku ya jana kwa maana ya tarehe 8 kama hawatopata hizo bonus zao basi mchezo wao dhidi ya Algeria wanaweza wasiende kabisa uwanjani na kila mmoja akafanya mambo yake. Sasa taarifa nzuri ni kwamba nahodha wa kikosi hicho kwa maana Wilfred Ndidi amezungumza kwamba endapo shirikisho la mpira wa miguu kutoka pale nchini Nigeria litashindwa kuwalipa bonus zao wachezaji na watendaji wote wakuu ambao wako na timu pale nchini Morocco, yeye yupo tayari kutoa fedha zake kutoka katika mfuko wake kuwalipa wachezaji hizo bonus zao pamoja na watendaji wote ambao wako na timu pale nchini Morocco, ili mradi timu siku ya tarehe 10 mbele ya Algeria timu iwepo kiwanjani. Hii ni miongoni mwa taarifa kubwa sana pale nchini Morocco na imewavutia wengi, na siku ya jana tunaona kikosi cha timu ya taifa ya Nigeria kilifanya mazoezi yake. Hii inaonyesha dhahiri shahiri kuna jambo ambalo linaendelea. Kama shirikisho kwa maana NFF litashindwa kulipa, basi Wilfred Ndidi amejaribu kulivaa hilo jukumu la kuwapa hizo bonuses wachezaji wa taifa la Nigeria. Ukisikia maana ya uzalendo, ukisikia maana ya kunywa maji ya bendera, ndio hiki ambacho amekifanya Wilfred Ndidi, kuonesha namna gani ambavyo amekuwa na ule moyo wa kizalendo, namna gani ambavyo amekuwa akijari timu ya taifa ya Nigeria kwa namna moja ama nyingine. Na hii ni tafsiri ya mchezaji mkubwa, hii ndio tafsiri ya kiongozi. Unapokuwa mchezaji mkubwa una uwezo mkubwa, kuna nyakati pia sio mbaya na sio dhambi kusaidia kwa namna moja ama nyingine. Hapo tunamaliza kunako AFCON. Kasako Media, tunaangazia maisha.
tunaandika kesho.